Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Ndugu mtazamaji wetu, tunakukaribisha sana katika somo la leo, na tunamshukuru Mungu sana kwa kuwa amekuwa mwema kwetu, ametuleta tena tuendelee na masomo yetu. Na tuendelee kumshukuru hata kwa ajili ya mtazamaji wetu ambaye naye ameendelea kututazama na kupata masomo haya sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Amen. Na Mungu aendelee kutupa usikivu. Amen. Sasa tuko katika wiki nyingine na tuko ya tatu sasa. Somo la tatu. Somo letu wiki hii linatuambia makumbusho ya neema. Makumbusho ya neema. Makumbusho ya neema. Amen. Kwa hiyo wiki hii nzima tutaendelea na somo hili, tutakumbuka na tutapewa makumbusho ya neema. Kabisa. Basi kabla tujaendelea tupate kuomba. Amen. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, tunalitukuza jina lako kwa upendo wako. Asante kwa neema. Unapoendelea kutukumbusha neema yako, tunaomba usikivu. Kuwa na mtazamaji wetu, tuende naye pamoja apate kuelewa sawa sawa na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amina. Amina. Amen. Shakisikia mtu anasema sitasahau. Sitasahau. Mara nyingi inakuwa ni mema au mabaya? Mimi niende kwa upande wa neema. Huwa wakati mwingi watu wanasema sitasahau. Mara nyingi ni machungu. Ni machungu. Machungu nilipita anasema yani kwa hili sitasahau. na kwa mema uliotendewa nayo hutasahau. Ila mara nyingi ni rahisi kusahau mema. Ila machungu mabaya yanakuja tu. Sasa somo la wiki hii tunaenda kuangalia makumbusho ya neema. Makumbusho ya neema ambayo Mungu ilibidi ayaweke makusudi kwa sababu anajua watu walivyowasahaulika. Na neema inahitaji kukumbukwa ili uweze kuiona neema tena. Wewe ulishawahi kupata kisa cha kusahau leseni alafu kwa barabarani alafu kasimamishwa? Nimeshawahi. Basi profesa mmoja bwana alisimamishwa. Askari akamuuliza, kazi yako nini profesa? Akamwandikia fine. Akasema iangalie hii, usichukulie kama fine, chukulia kama tuition ada. Iwe ya kukusaidia ukumbuke. Hakuna somo lolote ambalo unaweza ukasoma wewe ukamsomesha mwanafunzi kama profesa. Si lazima umchaji ada. Ndio. Kwa hiyo akasema na hii ndio ada yako, ukumbuke siku nyingine. Akamwandikia. Sasa leo hii sio kama Mungu amewapiga adhabu. Amewafanyia mambo ya neema wana wa Israeli. Tutaangalia siku ya Jumapili. Na sasa baadaye tutaona anawahimiza wakumbuke. Kwanza tuanze na neema. Na somo la Jumapili somo tunaangalia kama ninavyosemaje, kuvuka Yordani. Hapo. Yoshua 3 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Tuangalie neema. Kabla ya makumbusho yenyewe tuangalie hiyo neema yenyewe sasa. Neema. Haya 3 Yoshua akaondoka asubuhi na mapema. Ndio fungu la kwanza hiyo. Fungu la kwanza. Nao wakatoka Shitimu. Sawa. Wakafika mto Yordani. Sawa. Yeye na wana wa Israeli wote. Yes. Wakakaa hapo kabla ya kuvuka. Yes. Ikawa baada ya siku 3 maakida wakapita katikati ya Marago. Wakawaamuru watu wote wakisema, mtakapoliona sanduku la agano la Bwana sawa Mungu wenu sawa na makuhani Walawi wakilichukua, ndipo mtakapoondoka hapo mlipo na kulifuata. Sawa. Lakini na iwe nafasi kati ya ninyi na lile sanduku. Sawa. Kama dhiraa 2000 kiasi chake. Sawa. Msilikaribie mpate kujua njia ambayo hamna budi kuiendea, kwa maana hamjapita njia hii bado. Yoshua akawaambia watu, jitakaseni, maana
kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu kati yenu. Haya. Natakiwa kuvuka. Natakiwa kuvuka. Ndio. Na sasa kuna kitu leo wacha toshe tuzungumzie habari ya hili sanduku na maandalizi ya kuvuka. Huu muujiza, hii neema tutazidi kuiona kuipata vizuri wiki hii, lakini tuangalie tu haya mawili. Anasema sanduku la agano. Unalikumbuka ilikuwa na nini humo ndani? Ndio. Nani tablet zile tablet nani vipande vya nani jiwe lile agano na amri mbao mbili za mawe ambazo ziliandikwa amri 10 ambazo ziliainisha kwa kifupi nini? Utakatifu wa Mungu, mapenzi ya Mungu atakaje. Alipoanza hizi amri alisema mimi ndio niwachukua Misri, niwavusha ile bahari ya Shamu, niwatoa kule mimi. Sasa ndio ilivyoanza. Kwa kifupi huu ndio mkataba mzima. Sasa umehifadhiwa kwenye hilo sanduku. Nakumbuka zamani watu walikuwa wanahifadhi pesa kwenye sanduku. Kwa hiyo nayo imehifadhiwa huko. Ndio hilo ambalo linatakiwa litangulie. Ile sanduku lina mbao 2 za mawe. Kuna nini kingine huko ndani? Fimbo, unakumbuka fimbo ya Haruni? Kulikuwa kuna mgogoro katika familia ya Walawi. Kuna watu ambao walikuwa wanataka kazi ya ukuhani. Hiyo ilikuwa ni dini. Ni kama ambavyo wakati huu pia kuwa askofu jinsi ambavyo ni patashika, kila mmoja anatamani kazi ya askofu. Lakini sasa Mungu ndiye aliyechagua, akamchagua Haruni. Na sasa kulipo kutokea mabishano, kila mmoja anataka, Mungu akasema basi kila mmoja alete fimbo, lakini yule mtakayemchagua huo ndio ukoo utakao kuja karibu yangu kunihudumia. Kwa hiyo ilikuwa ni ukoo wa Haruni, na ile fimbo yake ilichipuka. Kwa hiyo nayo ilikuwa inaashiria nini? Hiyo fimbo ya Haruni ambayo ilikuwa inafadhiwa huko ndani ilikuwa inaashiria nini? Uwepo wa Mungu. Usawali. Unini? Kukubali. Kwamba lakini amekubali nani? Amekubali nani? Haruni. Kwa hiyo Mungu atatoa sadaka. Maana huyu kuhani pia ndio sadaka yenyewe. Kwamba huyu ndio ambaye atakuwa ni mahali na njia ya watu kukutana na mimi kupitia huduma ya kuhani. Lakini of course Waebrania anasema tuna ukuhani bora zaidi katika Melkizedeki. Na nyingine kule ndani kuwa na nini? Mana. Na ile mana ilikuwa inamaanisha nini? Kwamba Mungu ni mtoaji. Mungu nani? Ni mtoaji. Yeye ndio chanzo cha uzima. Yeye ndiye anayetupa nguvu. Sasa hii sanduku la agano bwana lina hadithi. Kuna siku wana wa Israeli waliasi, hawakutaka kuingia Kanaani. Mungu akasema basi mnarudi Misri. Hesabu kwenye kitabu cha Hesabu hicho kisa. Wakaenda wenyewe bila sanduku. Hata Musa mwenyewe hakutoka. Maana Mungu alimwambia mimi sitakuwepo pamoja nanyi. Mtaenda mtapigwa. Ninyi mlikataa mwanzoni. Mlisema Mungu amekuja kutuua. Haya rudi. Wakasema hapana basi tunakwenda. Mungu akasema msiende mtapigwa. Hawakwenda na sanduku. Walijifunza. Sanduku lilikuwa linabeba uwepo wa Mungu. Uweza wa Mungu, maana ya kwamba ni kupitia hii tuna ukaribu na Mungu, au Mungu yuko pamoja nasi. Yaani ilikuwa ni kiashiria. Haleluya. Sasa anawaambia hii sanduku safari hii ndio itakayotengeneza njia ya kuingia sasa. Kuvuka Yordani na kuingia upande wa pili. Safari hii wanapigwa. Safari hii hatupigwi, wanapigwa, maana Mungu atatutangulia. Lakini kabla haijavuka, Yoshua sura ya 3 mstari wa 5 anasema jitakaseni, maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu kati yetu. Kwa nini Mungu anasema wajitakase wakati yeye mwenyewe atatangulia na Jordan itafunguka? Hayo mambo tunajua, haiwezi kumbishia Mungu. Jordan itafunguka
na njia itapatikana. Kwa nini Mungu anamwagiza Yoshua awaambie wana wa Israeli wajitakase kwa hicho kikubwa ajabu ambayo Mungu anaenda kuifanya hiyo kesho yake? Unadhani kwa nini? Kwa sababu hapo katikati walifika hatua wakaacha kumwamini Mungu. Kama hapo walivyokuwa anasema bora turudi kule. Haya, uwepo wa Mungu anahitaji utakaso. Kama mtu ana njia ambayo haifai, basi ajitakase. Ni kweli. Na nitaka tu niongeze kwamba hivi nakumbuka kabla Mungu hajashuka mlima Sinai aliwaambia wajitakase siku 3. Na hapa nimewaambia wajitakase siku 3. Pale alijidhihirisha. Kesho anaenda kujidhihirisha, anaenda kufanya maajabu wapate kumjua yeye ni Mungu. Hivi unajua Mungu anataka kujidhihirisha, ila anahitaji washirika watakaomkaribisha. Na hawa wanamkaribishaje? Kwa kujiandaa kumpokea, ndio utakaso. Unakumbuka Yesu alifanya miujiza mingi sana. Nazareti alifanya ya kutosha. Nazareti ukisoma katika Injili alifanya miujiza mingi ya kutosha. Nazareti hapana. Na anasema kwa sababu ya kutoamini wao. Amesema wajiandae kuona maajabu. Akili inatakiwa ijiandae. Moyo ujiandae. Mwili na ujiandae. Kama mgeni anakuja unakaa ovyo ovyo pia. Yani lazima ujiseti kumpokea Mungu. Haya, ajabu za Mungu, ili neno la mwisho. Ajabu za Mungu wewe unazitafsiri. Hilo tutaangalia kesho. Mungu anataka afanye mambo kwa wana wa Israeli. Mungu anataka ajidhihirishe kupitia lile sanduku la agano, akisema niko pamoja na mimi, ni mwaminifu katika agano, nitawavusha kama nilivyoahidi, nitawavusha. Mungu anawaambia wajiandae. Mimi inaniacha na swali hili, au labda hata sasa hivi ninamsubiri Mungu afanye, kumbe ananiambia wewe umejiandaa umejiandaa kwa mshangao. Hivi unajua Mungu anaweza kufanya kitu cha ajabu afu unasema siamini, mimi siamini macho yangu. Kama sijaamini. Katika hizi kuna watu fulani kuna muujiza mmoja Mungu aliahidi kesho, wakati kama unakumbuka kisa cha Yakobo, wakati kama huu kutakuwa na chakula cha kutosha. Afu yule akasema kitoke wapi? Hamna kitu kama hicho. Akasema sasa kitatokea na wewe hutakula. Na kweli hakula. Mungu ni kawaida yake kufanya maajabu. Na kuna hili swali ambalo limeulizwa pale mwishoni, ambalo mimi nasema naomba tuligeuze kidogo. Anasema eti God does not always part the Jordan. Eti Mungu akaushi Jordan siku zote. Na his interventions are not always so obvious. Kwamba eti unani wake uingiliaji wake hauko waziwazi kama ilivyokuwa ile Jordan. Alafu of course swali lake likawa ni mimi nasema basis. Hivi Mungu akaushi mito siku hizi? Anakausha. Na sio waziwazi. Ni waziwazi. Hivi jua kutoka mashariki kwenda kuna ni waziwazi, si waziwazi? Waziwazi. Ile kwa nini tunaona kama ni too obvious? Macho yetu hajatakaswa. Yaani Mungu anaweza kufanyia miujiza afu unaona kawaida. Alafu unasahau. Unakumbuka somo wewe unaweza sasa unaongea kitu. Naongea kitu kwa sababu tunafika hatua vitu ambavyo Mungu anatufanyia tunaona kama yani ni uwezo wetu. Hivi unajua hata kuamshwa asubuhi ni Mungu ndiye anayetuamsha. Lakini tushazoea kwamba asubuhi ukiamka, haya nimeamka naendelea. Rafiki yangu, kwa nini asubuhi inapoamka mapema? Au kwa nini sasa hivi unapolala usiombe Mungu akutakase kesho uyaone maajabu ya Mungu?
Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kuwa wewe kufanya maajabu ni kawaida yako. Hata leo unakausha Yordani. Hata leo unatuita tujiandae ili tuweze kuyaona sasa. Fungua macho yetu tuione ajabu za pendo lako. Bariki rafiki yetu ambaye hata sasa macho yake yanaanza kufunguka kwa mbali, anaanza kuamini. Baba, kampatie miujiza kwa kuwa tayari anataka kukuona, na shauku yake ya kutaka ujidhihirishe kwake katika maisha yake ikatimilike, maana wewe ni Mungu yule yule, Mungu wa Yoshua, Mungu wa Yesu Kristo Bwana wetu. Jina lako litukuzwe sasa na hata milele. Amen. Basi rafiki yetu, hapo ndipo tumefika mwisho wa somo letu kwa siku ya leo, ambapo tumeona makumbusho ya ajabu, alafu tena siku ya Jumapili ambapo ni kuvuka Yordani. Nikukaribishe kesho somo linalofuata ambalo tena ni somo zuri sana. Tunaenda kumwona Mungu aliye hai na wa ajabu. Amina. Tunaenda kumwona Mungu aliye hai wa ajabu. Leo ulikuwa nami Geoffrey Omondi. Enos Makalindile. Karibu sana somo la kesho.